Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamani. Ni kwamba walikuwa wana lengo wanataka kufikia. Sasa hilo lengo ambao walitaka kulifikia halijafikiwa, wamepoteza hata mji wa Uvira. Ndio maana unaona wale ambao walikuwa wamewatuma wanalalamika sasa, wanafanya matangazo. Sababu jukumu la kuleta amani nchini na kulinda usalama ni jukumu la serikali ya Kongo. Hii leo wakazi wa Uvira wanaamkia chini ya udhibiti wa wapiganaji wa M23. Kwa taarifa hizo na nyingine kutoka Afrika, kaa nasi. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani, naye mwenzangu Angela Ngendo. Mji wa Uvira kwa sasa uko chini ya wapiganaji wa M23 ama M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda. Hii inafuatia makabiliano makali ya siku kadhaa. Kuanguka kwa Uvira ambao ni makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini kunajiri baada ya mwafaka amani uliofadhiliwa na Rais wa Marekani Donald Trump na kusainiwa kati ya marais wa Rwanda na DRC. Msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka anawarai raia waliokimbia makazi yao Uvira kurejea nyumbani. Mashirika ya binadamu yanasema zaidi ya raia 200,000 wamekimbia Uvira na kuingia nchi jirani ya Burundi. Mji wa Uvira ni muhimu kutokana na bandari yake pembezoni mwa ziwa Tanganyika. M23 kwa sasa wanadhibiti mikoa ya Kivu kaskazini na kusini baada ya kutoa miji ya Bukavu na Goma. Huko haya yakiarifiwa katika mji wa Goma, huduma ya afya uzazi iliyotolewa bila malipo imesambaratika kufuatia msukosuko wa usalama. Utawala wa Kinshasa ulianzisha huduma ya wanawake kujifungua bila malipo katika hospitali za Goma bila gharama. Hata hivyo, baada ya mji huo kuanguka, huduma hiyo imeshindwa kuendelea. Hospitali nyingi hazipokei dawa na maafisa wa afya wamekimbia kwa hofu ya usalama wao. DRC ni ya pili duniani kwa vifo vya wanawake wakijifungua baada ya nchi ya Nigeria. Kwa sasa wanawake wengi wameamua kutumia huduma za wakunga wa kijadi kusaidia kujifungua. Mji wa Goma unadhibitiwa na wapiganaji wa M23 na shughuli na huduma muhimu za kiraia zimeyumbishwa. Makumi ya raia wameuawa kuamkia leo katika shambulio la jeshi la Sudan lililolenga mtambo mkubwa zaidi wa kuzalisha mafuta. Jeshi la wanamgambo la RSF limekuwa linadhibiti mtambo huo na kumekuwa na makabiliano makali kati yao na jeshi la Sudan. Duru zinasema baadhi waliopoteza maisha yao ni pamoja na viongozi wa koo 7 eneo hilo pamoja na wapiganaji wa RSF. Aidha, wanajeshi wa Sudan Kusini walipoteza maisha yao kwenye shambulio hilo. Jeshi la Sudan linasema mashambulizi ya sasa yanalenga wapiganaji wa RSF. Wakati huo huo, zaidi ya raia 1,000 wamekimbia kutoka jimbo la Kordofan Kusini kutokana na usalama mbaya. Shirika la wahamiaji duniani IOM linasema majimbo yote ya Kordofan magharibi mwa Sudan yameshuhudia mashambulio kutoka kwa wapiganaji wa RSF ambao wanadhibiti jimbo la karibu la Darfur. Siku chache zilizopita, RSF walilaumiwa kwa kushambulia shule za chekechea na soko zinazotumika kwa raia wengi na kuwaua mamia ya watu wakiwemo watoto. Shambulio hilo lililenga jimbo la Kordofan Kusini ambalo huwa na barabara kuu kuelekea nchi jirani ya Chad. Binti wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameapishwa kama mbunge mpya wa chama cha MK baada ya dadake wa kambo kuachia ngazi. Brumelda Zuma anachukua nafasi ya Duduzile Zuma Sambula ambaye alijiuzulu baada ya kuhusishwa na sakata ya kuwasajili raia wa Afrika Kusini kwa mamluki kupigana na jeshi la Urusi katika mapambano yake na Ukraine. Uteuzi wa Brumelda unaashiria Jacob Zuma kuweka ushawishi wa familia yake ndani ya chama cha Umkhonto we Sizwe MK. Wabunge wengine wapya wa chama hicho waliapishwa pamoja na binti Zuma.
Shukran sana Angela Ng'endo, na moja kwa moja tuelekee nchini DRC ambapo mji wa Uvira, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uko chini ya watawala wapya, kundi la waasi wa M23. Huu ndio mji wa karibuni kutwaliwa na wapiganaji hao wa DRC. Kundi la M23 tayari wanadhibiti miji ya Goma, Bukavu na sasa Uvira, ikiwa ni makao makuu ya mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Wakazi wa mji wa Uvira wamesalia ndani ya makazi yao kwa hofu ya usalama, huku milio ya risasi ikitawala usiku kucha. Uvira ni mji wa bandari pembezoni mwa ziwa Tanganyika, kupakana na nchi ya Burundi. Wakati huo huo, Burundi imetangaza kufunga mpaka wake na DRC na imetuma vikosi vya jeshi katika eneo la mpaka. Serikali ya DRC imelaumu Rwanda na Marekani kwa mashambulizi ya sasa ya wapiganaji wa M23 pamoja na kutekwa na mji wa Uvira. Huyu hapa Mbelechi Msoshi na taarifa zaidi. Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya Kongo, ambaye alitokeza haraka kwenye runinga ya taifa, alisema ya kwamba licha makubaliano ya amani yaliyosainiwa na yale ya kusitisha vita, wapiganaji wa M23 pamoja na jeshi la Rwanda wamekuwa wakiendesha vita sehemu ya mashariki mwa Kongo kati ya mji wa Kamanyola na Uvira, wakitumia ndege zisizokuwa na rubani au drone za kikamikazi na kusababisha uharifu wa miundombinu na kuwaua raia. Rwanda hadi sasa imeendelea kukanusha kuweko mtini DRC kwa vikosi vyake licha ripoti kadhaa za jumuiya ya kimataifa. Serikali ya Kongo imeonya hatari ya ueneaji wa hali hiyo ya kivita katika kanda, kwani kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Kongo, bomu zilivuka mpaka wa Kongo na kuanguka nchi jirani ya Burundi. Kwa hiyo Kinshasa inataka jumuiya ya kimataifa ambayo ni shahidi wa makubaliano haya ya amani kuyachukulia nchi ya Rwanda hatua za kisheria pamoja na vikwazo ili kuhakikisha utekelezaji wa mkataba wa Washington uliosainiwa chini ya usimamizi wa rais wa Marekani Donald Trump. Huyu hapa ni Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya DRC. Ningependa kuwakumbusha kama Rwanda imeozofisha makubaliano ambayo yalikaribishwa duniani kote. Tuliona pia vipi rais wa Marekani aliwashawishi watu. Kwa hiyo tunadai vikwazo dhidi ya Rwanda ili kuhakikisha kwamba makubaliano hayo yanatekelezwa. Umeshuhudia wenyewe vipi mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani yamefanywa kwa lengo la kuweka hofu ndani ya raia. Kwa hiyo tunatumia mbinu za kidiplomasia, tunahakikisha kwamba tunawasilisha ujumbe muhimu kwa mamlaka ya Marekani ambayo ni wadhamini wa makubaliano haya, ili watumie ushawishi wao na njia zingine za diplomasia ili kulazimisha Rwanda kuondoa vikosi vyake ndani ya Kongo. Aiza, mbali na ushawishi wa Donald Trump, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inawataka wawezeshaji wa michakato ya Washington na Doha pamoja na juhudi za upatanishaji za Kiafrika kutumia ushawishi wao wa kisiasa na kidiplomasia ili kurejesha uaminifu wa michakato hiyo mitatu, ili kukomesha uhasama, kurejesha heshima ya makubaliano na kuzuia kuanguka kabisa kwa mfumo wa amani uliojengwa kwa uvumilivu. Inaita Baraza la Usalama la Umoja Mataifa pia kutekeleza uamuzi wake wa nambari 2773 wa mwaka huu wa kulinda raia, kukomesha uhasama na usaidizi wote wa serikali kwa makundi yenye silaha, alisitisha Patrick Muyaya. Katika taarifa yao kwa vyombo vya habari, kundi la waasi ambalo litangaza kudhibiti mji wa Uvira jana lisema ya kwamba lililazimishwa kukomboa mji wa Uvira kulingana na matamshi ya ubaguzi wa kikabila na mauaji yaliyotekelezwa katika miji yaliyodhibitiwa na serikali ya Kinshasa, tuhuma ambazo Kinshasa imekuwa ikikanusha kila mara na kusema ya kwamba ubaguzi wa kikabila ni njama kundi hilo limetumia, ijapokuwa makabila yote yamewakilishwa katika ngazi zote za uongozi serikalini. Mbelechi Msoshi, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kinshasa. Tukisonga mbele ni kwamba mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maafisa wakuu wa Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa wamelaumu Rwanda kwa kuwafadhili na kuwaunga mkono wapiganaji wa M23. Mji wa Uvira umetekwa wiki moja baada ya Rwanda na DRC kusaini mwafaka wa amani mjini Washington kusitisha mapigano. Ni mkataba uliofadhiliwa na Rais Donald Trump. Mwaka huu umeshuhudia misururu ya mikataba ya amani ya mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, wadadisi wanasema hakuna kilichobadilika katika maeneo ya vita, na kila uchao usalama mbaya unaendelea mashariki
mwa nchi hiyo. Silvanus Karemera amezungumza na mchambuzi wa masuala ya maziwa makuu akiwa Kigali. Unajua, hii vita ambayo inaendelea mashariki mwa Kongo ni vita ambayo ilikuwa inaungwa mkono na hayo mataifa ya mbali, hasa ya hizi nchi za magharibi, sababu Burundi peke yake na DRC hawezi kuingia kwenye vita miaka hii yote, wakati wanajua kwamba ni rahisi kuzungumza na kupata suluhisho ya matatizo bila kupigana. Kama hii vita ilikuwa inaendelea, na ukiona jeshi la Burundi walikuwa wameisha tuma kama jeshi zaidi ya 20,000, ni kwamba walikuwa wana lengo wanataka kufikia. Sasa hilo lengo ambao walitaka kulifikia halijafikiwa, wamepoteza hata mji wa Uvira. Ndio maana unaona wale ambao walikuwa wamewatuma wanalalamika sasa, wanafanya matangazo, sababu jukumu la kuleta amani nchini na kulinda usalama ni jukumu la serikali ya Kongo. Sijui kwa nini kitu chote kikitokea mataifa ndio yanaongea kuhusu Kongo na kuhusu mambo ambayo yanaendelea Kongo. Kama Kongo ni nchi ambayo haina viongozi, kama Kongo ni nchi kama haina serikali, yani unaona ni kwamba ni kitu wanaita sijui nitahitaji, lakini inaonekana ni kama mafia ya kimataifa ambayo inaendelea. Sasa katika malalamiko haya kutoka nchi za magharibi, kutoka Marekani, kutoka hata Burundi, pamoja na serikali ya Kongo kwa kuilaumu Rwanda kwamba ndio ina mkono pale, unadhani ni kwa kiasi gani linatatua mzozo ama linachangia ubaya wa mzozo? Yani haliwezi kusaidia chochote, sababu kulaumu Rwanda kwa mambo ambayo ni mambo ambayo yanafanyika nchini Kongo, sio Rwanda. Na kama nilivyokueleza awali, kuna hiyo vita ambayo inaendelea ni vita ambayo inashirikisha waasi wa AFC M23 na serikali ya Kongo ambayo inashirikiana na serikali ya Burundi. Kulaumu Rwanda sijui kitasaidia kitu chochote, na sione kwamba kinaweza kikasitisha hayo mapigano, sababu hawajalaumu Burundi. Burundi ina askari ambao ni zaidi ya 20,000 ambao wanapigana kwenye hiyo vita mashariki mwa Kongo. Hawajalaumu serikali ya DRC ambayo inaleta hawa wa mercenaries kuja kupigana kwenye hiyo vita, sababu hawataki kushitisha vita, sababu wanajua wanataka kushinda hiyo vita wakitumia nguvu za kijeshi. Ndio maana hii vita haiishi, sababu wakati unataka kumaliza vita unatia nguvu kwenye mazungumzo, hautie nguvu kwenye kutafuta mercenaries, hautie nguvu kutafuta nchi zingine za kutuma majeshi kuja kukupigania, haupatie silaha wananchi kama serikali ya Kongo imefanya wakati wa recruit hawa wazalendo na kuwapa vifaa vya kijeshi. Yani sijui kwamba kulaumu Rwanda itasaidia chochote, yani itaongeza matatizo, sababu shida si Rwanda, shida ni vile ambavyo vinaendelea mashariki mwa Kongo. Umesema kwamba serikali ya Kongo imekuwa ikiwaleta mercenaries kwa maana ya mamluki katika lugha ya Kiswahili, na kwamba inashirikiana na Burundi. Lakini hiyo serikali inalaumu M23 kwamba inapata uungwaji mkono kutoka Rwanda na ndio maana wanazidi kuchukua maeneo. Ni kwa namna gani hizi nguvu mbili unaziainisha, kwamba upande mmoja unasaidiwa na Rwanda na una nguvu, na upande wa pili una wazalendo, una serikali, una Burundi, una mamluki, lakini bado wanazidi kupoteza vitongoji na miji? Labda hilo unazungumza vipi? Nafikiri inatokana na namna wanapigana hiyo vita, lakini kitu ambacho nilikuwa nakiongelea ni kwamba wanajeshi zaidi ya 20,000 wa Burundi wako kwenye ground na wanapigana mashariki mwa Kongo. Hawa mercenaries ambao wanatoka Colombia na Marekani nao wanapigana. Isipokuwa hao jeshi la Kongo ambayo lina idadi hauwezi hata kujua ni idadi gani, lakini ni zaidi ya 100,000, nao wanapigana huko. Yani haya makundi ya kikabila ambayo serikali ya Kongo imewaita wazalendo, nao wako huko wanapigana.
Sasa kupoteza vita ni kwamba inatokana na mbinu ambazo wanazitumia wakati wa kupigana. Sio kwamba idadi yao ni ndogo, idadi ni kubwa. Vifaa wanavyo, wanatumia mashambulizi na ndege, hata na hizi ndege ambazo hazina rubani, vyote wanavitumia kwenye hii vita. Ndio maana nasema kwamba kulaumu Rwanda haitasaidia chochote, sababu Rwanda haipigani mashariki mwa Kongo. Hata wewe mwenyewe umesema inalaumiwa kwamba wanasaidia. Yani msaidizi sio mpiganaji ambao ndio ameanzisha vita. Vita vimeanzishwa na serikali. Kama wangetaka kusaidia kushitisha hayo mapigano, basi wangeambia serikali iache. Tumeona serikali ya Kongo kupitia msemaji wa serikali ikiendelea hadi sasa kulaumu Rwanda na kusema kwamba hali kama ikiendelea hivi basi mambo yatakuwa mabaya zaidi. Katika uchambuzi wako, waasi wanaendelea kuchukua maeneo, wamechukua mji wa kimkakati wa Uvira. Unadhani vita hivi vinaelekea wapi wakati ambapo serikali ya Kongo inazidi kulaumu nchi jirani kwamba ndio chanzo cha matatizo ya Kongo? Mahali vita inaendelea ni kwamba hawa waasi wa AFC M23 wao wenyewe wanasema kwamba wanapigana vita vya kukomboa nchi yao. Nafikiri kama hawajakomboa nchi nzima hawatasimamisha mapigano, isipokuwa kama kutakuwa mazungumzo na makubaliano ambayo yatasitisha hivi vita moja kwa moja. Lakini mambo ya kulaumu Rwanda kwa serikali ya DRC ni mchezo ambao tumeisha uzoea sasa. Yani hawataki kuchukua responsibility ya vitu ambavyo wanavifanya wenyewe. Wanasema kwamba shida ni Rwanda, sababu wakiongea hivyo wanajua mataifa ya kigeni yataingilia kati. Jean Baptiste Gasominali, wewe ni mwanasheria kitaaluma lakini pia mchambuzi wa siasa za maziwa makuu, na kushukuru kwa muda wako kuzungumza na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Asante. Asante sana. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani subscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Jina langu ni Ann Ngugi. Tuendelee kuandamana. Nchi ya Tanzania ingali na makovu ya maandamano mabaya zaidi kutokea tangu uhuru wake. Hali hii imeiacha Tanzania katika dimbwi la mzozo wa kiutawala na pia ustawi. Kwa mara ya kwanza taifa hilo limefuta dhifa za uhuru wake kwa hofu ya maandamano ya vijana wanaoshinikiza mageuzi. Japo hakuna aliyetoka kuandamana barabarani, kilichojitokeza kilikuwa sawa na maandamano kuhujumu uchumi na shughuli za ujenzi wa taifa. Ukimya na hatua ya wengi kusalia nyumbani, biashara kusitishwa na shughuli nyingi kusimama ni hujuma ya kisiasa. Rais Samia Suluhu Hassan amekiri jeshi lake liliua waandamanaji. Ametofautiana na viongozi wa kidini wanaomsuta kukumbatia mageuzi. Wengi wanahoji ikiwa muhula wa Samia utatoa taswira ipi kwa taifa ambalo daima lilisifika kwa amani na utulivu. Veronica Natalis anaarifu zaidi akiwa Tanzania. Amri ya kusalia ndani iliyotolewa na serikali ya Tanzania siku ya tarehe 9 Disemba, ambayo ilikuwa ni siku ya sherehe za uhuru wa Tanganyika, ilifanya jiji la Arusha kama ilivyokuwa maeneo mengine ya Tanzania kuwa tupu katika maeneo mengi. Vyombo vya usafiri wa umma na binafsi, biashara za maduka na masokoni, pamoja na maeneo mengi mbalimbali yalifungwa. Askari wa polisi pamoja na wanajeshi walishuhudiwa katika maeneo mengi ya mijini na kwenye makazi ya watu wakifanya ukaguzi wa vitambulisho na kuwahoji maswali raia waliokuwa barabarani. Usumbufu wa hapa na pale ulishuhudiwa baina ya wanajeshi pamoja na raia. Leo, siku moja baada ya marufuku hiyo, hali inashuhudiwa kuanza kurejea kama kawaida. Nimepita katika baadhi ya mitaa na kuuliza wakazi hapa kama wanaona amani imerejea. Kweli hali imerejea, kila kitu kiko shwari, mahoteli yamefunguliwa, watu wanaingia na kutoka, wanakula, watu wananunua vitu, masokoni wanaenda, watu wa barabara wanafanya kazi, taksi wanafanya kazi bila hofu wala mashaka. Kwa mambo yako shwari Arusha. Jana tulifunga, tulikuwa tuko nyumbani, hatujakuepo. Leo hali iko vizuri, tangu jana tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeshinda salama, hakuna shida yoyote, na ndio maana tunaitaka.
maisha yamerejea kama kawaida. Najisikia vizuri kuwa kazini, hakuna shida yoyote, tuko na amani, tuko na furaha, tunaendelea na kazi. Mungu ni mwema. Kwa sasa ndege za jeshi zinashuhudiwa katika anga la mji wa Arusha, magari ya jeshi pamoja na askari polisi, na kuna baadhi ya raia ambao wanaona kwamba Watanzania hawajatendewa haki ambayo hasa wanaitafuta. Biashara zimerudi lakini hakuna hela kabisa. Hiyo ni maoni ya vijana yasikike na yatatuliwe. Maana sasa hivi kidogo kweli vijana wana hasira kwa kilichotokea Oktoba 29 hakijakaa vizuri mpaka sasa hivi. Kwa kweli vijana tutakuwa tunajisikia vibaya kwa sababu tutaona kama hakuna wa kusikiliza sauti zetu, kwamba tulikuwa tunapewa ushirikiano na viongozi wa serikali, tukianzia na viongozi wa chini ambao wakiwa wanatupa ushirikiano hata wa kusikiliza tu maoni yetu na akawa anatendewa kazi, yanatupa hata sisi moyo wa kutokufanya vurugu na kulinda amani ya nchi yetu. Tunaomba tu wasikilize vijana na wananchi kwa ujumla ili jambo liweze kupata mwafaka tu wa amani na nchi iendelee kuwa na amani. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wanaogopa kurekodiwa wakitoa maoni yao kwa hofu ya kukamatwa. Veronica Natalis, Idhaa ya Kiswahili, Sauti Afrika, Arusha. Kampeni za uchaguzi mkuu wa Uganda ambao unafanyika hapo mwaka 2026 zimeendelea kushika kasi. Serikali na chama tawala NRM wakitetea mgombea wake Rais Yoweri Museveni anayewania muhula wa 4. Upinzani unaongozwa na mwanamuziki na mwanasiasa Robert Changulani almaarufu Bobi Wine. Kumekuwa na lalama za maafisa wa usalama kushambulia wagombea wa upinzani na kuzuiliwa kwa wafuasi wao. Wapiga kura Uganda wanatarajiwa kuchagua rais, wabunge na madiwani kutumikia muhula wa miaka 5. Sadam Mubali anaarifu zaidi akiwa Kampala. Tuko na NRM Youth League, mnyeko na youth wing ya vijana kutokea kwa village up to national level. So this time road naona kama tumekuwa inclusive sana kuliko zile miaka za nyuma. Wanaona team hizi miaka tumekuwa na vijana wana run positions za MP in parliament, wengine walikuwa wanataka ku run for presidency just that wako fulfill requirements. Tumeona kwa wengine wana run positions of mayor, the former good president of Makere pia Sayame ndio anaenda kuwa mayor ya Arua. So ni kitu mzuri sana na tunashukuru sana kama young people ati hizi program zio kuja na tuko kuziembrace. Kumekuwa na tetesi kwamba vyombo vya usalama hapa Uganda pia vimekuwa tu mara kwa mara vikikinzana na upinzani. Baadhi yao labda tuseme hawakubaliwi mara nyingine labda kupiga kampeni na vifaa ikilinganishwa na wenzenyu wa NRM ambao mko. Hili swala unaweza kulizungumzia kivipi? Hiyo swali unajua tuko na opposition groups hapa Uganda, na kwa hivyo sasa tukisema opposition group mwenye yuko na nguvu sana unaweza kuongea kwa chama ya NUP, National Unity Platform, and wako wanaweka threat sana kwa ruling party NRM. Na kwa hivyo tumeshaona juzi hapa hivi tumeshaona riots everywhere, not only as a party in NUP but not as a party members of NUP, but there have been fracas coming from police, security agencies, and also the military. We saw it in Gulu the other year. Tumeona Gulu ile wiki ile imeshapita, tumeona Gulu walipiga watu wa NUP. Juzi hapa hivi tulikuwa na Kawa jana, tumeshaona wakipiga watu wa NUP. Lakini kama sisi wa vijana tunakondea sana hizo acts za polisi ama na military. Electoral Commission ilikuwa clear sana ati walikuja na guidelines mwenye zinatembeza nini hizi campaigns, na kwa hivyo kila political party na kila aspirant anafaa adhere ama conform kuna hizo nini na hizo guidelines. Lakini tumeshaona ati security operatives wako kufanya tu vitu yao, yani like not following the law. So tunavumilia sana hizo acts za polisi na jeshi, na tunaomba ati tafadhali elections zikuwe peaceful.
this time round. Fulani watuahidi watupeko sisi naye hapa shule ya sekondari, lakini hatujapata. Na tunaomba tu ikiwa serikali bado inaendelea kwa ajili ya ziwa hii ambayo tuko ndani, hii inazuia watoto wetu kuenda mbali. Tena mahali penye tuko tumeishi mahali pagumu, penye watoto wetu wanaumia katikati ya njia. Tunayo safari ndefu kwa shule, watoto wanaumia njiani. So hii ingekuwa inawezekana tu serikali katusaidia iweke hapa shule ya sekondari. Tumeona ya kwamba tungeonekana angetusaidia agawanye eneo hili. Eneo hili limekuwa kubwa, population wa watu wamekuwa wengi, ambao tungetaka ya kwamba kama ingewezekana hii eneo hii gawanywe, tuwe na wabunge wawili waweze kutufanyia kazi, kutosheleza vizuri. Hiyo ni ombi langu, na tena ni ombi la watu wangu ambao wamenipa ili niweze kusimama na kuzungumza katika redio hii. Pili, mashule zetu, walimu hawako ndani ya mashule zetu. Shule inapata watoto 100 kwa mwalimu mmoja. Kwa hivyo tumeona ya kwamba serikali tusaidie, itupatie walimu. Matibabu, hospitali zetu madaktari ni wachache, kama zaidi sana hapa Habureke tuko na daktari mmoja tu peke yake ambaye anahudumia hii hapa, ambao anafanya usiku na mchana. Shukran sana Sadam. Sasa tupate taarifa ya matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ngendo. Mji wa Uvira kwa sasa uko chini ya wapiganaji wa M23 ama M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda. Hii inafuatia makabiliano makali ya siku kadhaa. Kuanguka kwa Uvira ambao ni makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini kunajiri baada ya mwafaka amani uliofadhiliwa na Rais wa Marekani Donald Trump na kusainiwa kati ya marais wa Rwanda na DRC. Msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka anawarai raia waliokimbia makazi yao Uvira kurejea nyumbani. Mashirika ya binadamu yanasema zaidi ya raia 200,000 wamekimbia Uvira na kuingia nchi jirani ya Burundi. Mji wa Uvira ni muhimu kutokana na bandari yake pembezoni mwa ziwa Tanganyika. M23 kwa sasa wanadhibiti mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini baada ya kutoa miji ya Bukavu na Goma. Huko haya yakiarifiwa katika mji wa Goma, huduma ya afya uzazi iliyotolewa bila malipo imesambaratika kufuatia msukosuko wa usalama. Utawala wa Kinshasa ulianzisha huduma ya wanawake kujifungua bila malipo katika hospitali za Goma bila gharama. Hata hivyo, baada ya mji huo kuanguka, huduma hiyo imeshindwa kuendelea. Aidha, hospitali nyingi hazipokei dawa na maafisa wa afya wamekimbia kwa hofu ya usalama wao. DRC ni ya pili duniani kwa vifo vya wanawake wakijifungua baada ya nchi ya Nigeria. Kwa sasa wanawake wengi wameamua kutumia huduma za wakunga wa kijadi kusaidia kujifungua. Mji wa Goma unadhibitiwa na wapiganaji wa M23 na shughuli na huduma muhimu za kiraia zimeyumbishwa. Kwenye neno la siku hii leo tunaangazia neno mshereheshaji, maana na mfano. Neno mshereheshaji linatokana na kitenzi kusherehesha, kumaanisha kufanya kitu kiwe na sherehe, furaha au kuvutia. Maana ya mshereheshaji ni mtu ambaye kazi yake ni kuongoza shughuli au tukio rasmi au la kijamii kama vile harusi, mkutano, tamasha au kongamano. Wengi wanafahamika kama MC kwa Kiingereza, kutangaza vipengele vya programu, kuwakaribisha wageni na watu wa mada burudani, kuhakikisha mpango unafuatwa na kwamba watu wanaburudika na wanahisi raha. Kwa Kiingereza anaitwa Master of Ceremonies, yani MC au host. Mfano katika sentensi. Huu hapa ni mfano wa matumizi ya neno hili katika sentensi. Mshereheshaji wa harusi alijua jinsi ya kufanya wageni wacheke na kuongeza furaha katika ukumbi wote wa sherehe. Je, utalitumiaje neno hili mshereheshaji? Haya basi, kazi kwako, na hilo ni neno la siku. Ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike pia marafiki na wapendwa wako na watu wa karibu kujiunga na idhaa hii yetu ya Kiswahili ya Afrika.
Kumbuka kusubscribe, yani jiunge na YouTube yetu, sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Na asanteni sana kwa wote ambao wametufuata hadi wakati huu. Ni haya tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwa heri kwa sasa na uwe na jioni njema.